السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد بتوفيق الله تبارك وتعالى قدرته ومشيئته tunaanza mada yetu leo mwezi 18 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1445 sawa na tarehe 24 mwezi wa 6 2024. mada yetu ni kusoma maruwatu wa hadithi. Sisi tunataka tusome maruwatu wa hadithi na tumechagua mada yetu kuiendesha katika uslubi ya mfano, na mfano utakuwa ndio sehemu kubwa sana ya kuweza kufahamu kile tunachokusudia katika maruwatu wa hadithi. Na mifano yetu tumeamua kuchagua vitabu ambavyo tutasoma sanadi zake kuanzia hadithi ya mwanzo mpaka hadithi ya mwisho. Kitabu cha kwanza tulichokichagua ni Sahihu al-Bukhari, yani sisi tusome maruwatu waliokuwepo katika sanadi za Sahihi al-Bukhari kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Insha Allah tunamuomba Allah tuwafikishe, tupewe hai hadithi tusome zote za Sahih al-Bukhari, lakini tu katika upande wa sanadi, yani sisi hatugusi matni, hatugusi yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tugusa maruwat katika darasa hii ya kusoma maruwatu wa hadithi, yani darasa anwani yake ni kusoma maruwati wa hadithi. Sisi tunachokitaka katika hii darasa ni nini? Tunachokitaka ni kujua jinsi gani tunaweza kusoma maruwati wa hadithi na kuweza kujua vipengele vya msingi sisi kuvifahamu tunapomsoma rawi wa hadithi, lakini vile vile kufahamu maulama katika wale maruwati wa hadithi, lakini vile vile kufahamu huyu ambaye kamtaja Imam al-Bukhari katika sanadi, ni sahaba, ni tabi'ina, ni katika atba'u tabi'in au ni katika atba'u tabi'in, ni nani? Na je, kama ni sahaba sisi tumeshamfahamu, walillahi alhamdu wal minna, lakini kama ni tabi'ina ni mdogo au mkubwa, na kama ni katika atba'u tabi'in ni mdogo au mkubwa, kama katika atba'u tabi'in ni mdogo au mkubwa, na alikuwa katika mji upi, alifariki mwaka gani, kazaliwa mwaka gani, na je umaarufu wake ni nani? Hivi vipengele sisi tunaposoma fani ya hadithi tunalazimika kuvijua. Markazi yetu ni markazi ahlu alhadithi wal athar, ni markazi ya watu wa hadithi. Kwa hiyo tunalazimika sisi kuingia maudhui mbalimbali zinazohusiana na fani ya hadithi kwa ajili ya kutohoa maalumat ambayo itamsaidia talibul hadithi, yule mtu ambaye anatafuta hadithi au anataka ni muhaddithi. Sisi tunaanza kusoma maruwat kupitia kitabu cha Sahih al-Bukhari, na tunaianza hadithi ya mwanzo kabisa. Tutamzungumza rawi baada ya rawi, na tutaelezea vipengele vya umuhimu ambavyo vinazingatiwa na maulama katika kufahamu maruwatu wa hadithi. Hadithi ya kwanza ndani ya Sahih al-Bukhari, Imam al-Bukhari asema qala al-Bukhari. Sisi katika fani ya hadithi katika sanadi ukiona hadathana au akhbarana au anba'ana, hata kama hakuna qala unatakiwa uiseme qala, kwa sababu bila shaka yeye mwenyewe alisema. Lakini kwa nini qala haipo? Wanasema kwa sababu ya kutokurefusha nini, kutokurefusha ile sanad, lakini baadhi ya wakati unaikuta qala ipo. Qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari rahimahullah asema hadathana al-Humaydi, ametuhadithia sisi al-Humaydi. Nani? Abdullah ibn Zubayr, ambaye jina lake anaitwa Abdullah ibn Zubayr. Kipengele cha kwanza cha msingi cha kuzingatia katika kufahamu rawi wa hadithi, kwanza ni kufahamu jina lake nani. Kwa hiyo
Imam al-Bukhari baada ya kusema al-Humaydi, ingawa kwa wakati wake ni maarufu al-Humaydi, anajulikana al-Humaydi ni maarufu, lakini kataja Abdullah ibn Zubairi. Kwa nini? Asije kuwa kuna al-Humaydi mwingine wakaja watu baada ya miaka kadhaa wakadhani ndiye aliyemkusia Imam al-Bukhari. Yeye akamtaja Abdullah ibn Zubairi, ambaye tukija sisi sasa katika nyongeza ya kumuelewa tutataja sehemu katika majina yake. Anaitwa Abdullah ibn Zubair ibn Isa ibn Ubaydillah ibn Usama ibn Abdullah ibn Humayd ibn Zuhair al-Qurashi al-Asadi al-Humaydi. Nukta ya kwanza baada ya kufahamu jina. Nukta ya pili, kuna umuhimu wa kufahamu kunia. Kuni sisi tufahamu kunia kwa sababu kunia hii ni katika vipengele nyeti sana kwa talibul hadith, yule anayesoma hadithi. Na ndio maana tukifunza hadithi kuna kitu kinaitwa al-kuna, yani maana yake kusoma kunia za marwat, kwa sababu baadhi ya wakati marwat wanakuwa na kunia moja, kila mtu anaitwa Abu Abdullah. Tena baadhi ya wakati jina lake na la baba likafanana, au baadhi ya wakati majina yanafanana. Wote wanaitwa Abdullah ibn Muhammad, lakini kunia huyo anaitwa Abu Bakar, huyo Abu Qasim, huyo Abu Umar. Kwa hiyo kufahamu kunia katika fani ya kusoma watu wa hadithi, umuhimu wake ni kutofautisha baina ya rawi na rawi mwingine. Abdullah ibn Zubair al-Humaydi kunia yake anaitwa Abu Bakar, kunia yake anaitwa Abu Bakar. Al-Humaydi ni nisba yake, kama anavyoitwa al-Qurashi, kama anavyoitwa al-Asadi, kama anavyoitwa al-Makki. Na wengi katika ulama unasibishwa katika sehemu zao, katika makabila yao. Kwa hiyo cha msingi talib al-hadithi, yule ambaye anasoma fani ya hadithi, anatakiwa afahamu huyu al-Humaydi. Kuitwa al-Humaydi yeye kaegemezwa wapi? Kwa sababu hili ni jambo la msingi. Yeye kaitwa al-Humaydi. Mimi sitazungumza hivi vipengele katika kila wakati, lakini kwa mfano huyu tulioanza naye, hii al-Humaydi ni nisba. Kwa nini? Mansubun ila Humayd ibn Usama. Huyu al-Humaydi kaegemezwa kwa mtu anaitwa Humayd ibn Usama, ambaye Humayd ibn Usama yupo katika ukoo wa Banu Asad ibn Abdul Uzza, ambaye ukimtazama mwenyewe al-Humaydi katika nisba zake tulizozitaja anaitwa al-Asadiyu, kwamba huyu kaegemezwa kwa Humayd ibn Usama ambaye yupo katika tumbo la nani? Ni katika watoto wa Asad ibn Abdi al-Uzza ibn Qusay. Kwa hiyo ni kipengele cha msingi kuweza kufahamu kwa huyu anaitwa al-Humaydi. Kaitwa al-Humaydi kwa kuwa hii nisba, na jina lake Abdullah ibn Zubairi, kuna yake ni Abu Bakar, kaegemezwa kwa mtu ambaye kwamba anaitwa yani Humayd ibn Usama. Kwa hiyo kama talibu al-hadithi kuna umuhimu wa kuweza kufahamu nukta kama hii. Lakini vile vile al-Qurashi, lakini vile vile Humaydi yeye ni nani? Yeye ni Quraysh. Kivipi? Kwa sababu nisba yake si inakwenda mpaka ibn Abdullah ibn Humayd ibn Zuhairi al-Qurashi al-Asadi. Al-Humaydi ni kwa silsila yake inakwenda mpaka inafika kule katika nisba yake kunasibishwa katika kabila la Quraysh. Mashuhuri wake ni al-Humaydi. Kwa hiyo katika mambo ya msingi vile vile kufahamu mashuhuri wa rawi. Huyu rawi asema mashuhuri wake ni nani? Anaitwa A'mash. A'mash ni jina lake? Hapana. A'mash ni jina lake, ni mashuhuri wake. Al-Humaydi ni jina lake? Hapana, ni mashuhuri. Yani ukitaja al-Humaydi akili za watu zote zinakwenda kwa fulani, ambaye huyo fulani ndio al-Humaydi. Kwa hiyo unapozungumzia ushuhura ni ule umashuhuri wa rawi, yeye anajulikana hasa kivipi, kama nani. Nukta kubwa katika kubwa za msingi kufahamu rawi wa hadithi vile vile ni tabaka ambayo yupo yule rawi. Rawi yupo katika tabaka ipi? Al-Humaydi tabaka yake ni namba 10.
Marwatu wa hadithi wana tabaka 12. Tabaka ya kwanza ni ya masahaba, alafu kuna tabaka 5 zote za matabi'in. Ina maana hapa tabaka 6 zitakuwa zimeshaondoka. Tukiwakuta katika sanadi yetu matabi'in ndio tutawaelezea na hizo tabaka na ufafanuzi kidogo. Ukishamaliza tabaka 6 za tabaka moja ya masahaba, alafu 5 za matabi'in, kisha unakuja tabaka 3 za atba'u at-tabi'in. Pia hapa hayuko, maana yake 6 na 3 ni 9. Kwa hiyo pia hapa hayuko al-Humaidi. Halafu zitabakia 3 ya 10 ya 11 ya 12. Al-Humaidi ndio yuko ya 10, ambayo ndio tabaka ya mwanzo ya atba'u at-tabi'in. Maana yake huyu yeye haja kutana na matabi'in. Kwa nini? Kwa sababu kaja baada ya kina Imam Malik. Kwa sababu huyu yeye alikuwa baada ya kina Imamu Ash-Shafi'i. Ina maana huyu hajakutana na matabi'in, ndio maana yeye sio katika atba'u tabi'in, yeye ni katika atba'u at-tabi'in. Lakini tu kwa sababu ni namba 10. Namba 10 ni tabaka ya kwanza ya atba'u at-tabi'in. 11 ni tabaka ya pili, 12 ni tabaka ya mwisho ya atba'u at-tabi'in. Baada ya hapo tena ikawa sasa karne zile zimeisha, karne 3 bora. Tulitanguliza katika baadhi ya mihadhara yetu kwenye grupu yetu ambayo inaitwa Ahlu al-Hadith wal-Athar kwa lugha ya Kiarabu hivyo au Qaryatu Talib al-Ilm. Ndani yake tumeelezea darasa khasa ambayo inaelezea tabaka za marwatu wa hadithi. Tabaka za marwatu wa hadithi zote 12. Ambaye anahitaji kuelewa zaidi anaweza kurudi akatafuta katika Qaryatu Talib al-Ilm au Ahlu al-Hadith wal-Athar akaelewa huko. Hapa sisi tunagusia kusoma tu marwati katika upande wa sanadi ambao tumeshaanza na huyu Abdullah ibn Zubair. Tabaka namba 10, mimi nataka nieleze kwa nini sisi tuko na umuhimu kama watu wafanya hadithi kufahamu tabaka za rawi wa hadithi. Umuhimu upo kwa sababu tabaka inatuongoza sisi katika nukta ya kwanza kujua huyu rawi alikuwa ni sahaba tabi'in au katika atba'u tabi'in ya kwanza. Ya pili kuweza kujua yeye kachukua ilmu kwa nani. Tukisema watu wa tabaka namba 10 ambao ndio atba'u tabi'in, tabaka ya mwanzo wakubwa, bila shaka hawa wamechukua ilmu kwa atba'u tabi'in wakubwa, yani tabaka ya mwanzo ya atba'u tabi'in namba 10 wamechukua ilmu katika tabaka ya mwanzo ya atba'u tabi'in. Yani huyu ni katika wanafunzi ambao tabaka yao ya 10 wamechukua ilmu kwa kina Imamu Malik, kwa kina Imam Sufyan ath-Thawri, kwa kina Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj, kwa kina Imam al-Layth ibn Sa'd, ambao ndio tabaka ya mwanzo ya atba'u at-tabi'in. Kwa hiyo sisi kufahamu kwamba huyu ni katika atba'u tabi'ina wakubwa tabaka ya kwanza, inatuongoza sisi kuelewa walimu wake walikuwa ni akina nani. Bali vile vile inatuongoza kufahamu wanafunzi wake. Tukisema walimu wake, atba'u tabi'ina wako tabaka 3, ukimaliza tabaka 6 zile za mwanzo, sahaba tabaka 1 na tabaka 5 za matabi'ina. Kuanzia tabaka namba 7 ni atba'u tabi'in, namba 8 ni atba'u tabi'in na namba 9 ni atba'u tabi'in. Huyu Abdullah ibn Zubair, hawa wote hawa kuna possibility kubwa, uwezekano mkubwa kwa hawa ndio walimu wake, na lazima hawa ndio wawe walimu wake. Ukiangalia kama tabaka namba 7 kuna kina Imam Maliki na kina Shu'ba na kina al-Layth ibn Sa'di. Hii tabaka namba 7 ya mwanzo wakubwa katika atba'u tabi'in, lakini kati hawa katika atba'u tabi'in yuko Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ath-Thawri yuko na kina Imam Malik tabaka ya mwanzo. Sufyan ibn Uyayna yeye mdogo. Kuna Sufyan ibn Uyayna, kuna Hamad ibn Zaid, kuna Hamad ibn Salama. Hawa ndio watu wa kati, yani maana yake wadogo kuliko kile Imam Malik na Sufyan ath-Thawri, pia ni katika walimu wake. Alafu tabaka namba 9 ambao ni wadogo katika atba'u tabi'in, kuna kina Imam Ash-Shafi'i, kuna kina Abdul Razzaq,
ambao hawa ni wadogo. Kwa hiyo huyu Abdullah ibn Zubairi, kwa sababu juu yake kuna watu, kuna uwezekano wa kuwa hawa ndio walimu na akachukua elimu kutoka kwao. Kwa hiyo usishangae kukuta katika walimu wake ni Sufyan ibn Uyayna au ni Hamad ibn Salama au Hamad ibn Zaidi au ni Imam Shafi'i au ni Imam Malik. Hao wote wa tabaka waliomzidi ni katika walimu wake. Yote utakayemkuta wewe usishangae, madamu na hawa unawajua tabaka yao ni ipi. Maana halawa kusoma ilmu rijal, kwa sababu inatupelekea sisi tumuone al-Humaydi Abdullah ibn Zubairi kana kwamba ndio yupo kwenye halaka anasoma mbele ya Shafi'i, kana kwamba yupo kwenye halaka anasoma mbele ya Sufyan ibn Uyayna. Kwa nini? Kwa sababu hawa ni wakubwa kuliko yeye na walikuwa katika mji wake wa Makka, Imam Shafi'i na Sufyan ibn Uyayna na wengine waliokuwa katika mji upi? Katika mji wa Makka. Kwa hiyo sisi tunapokuwa tunaangalia kwa hawa marwatu wa hadithi tukasoma vizuri, ina maana inatupelekea kufahamu jopo la marwat, jopo la maulama. Kwa sababu tukimwangalia Abdullah ibn Zubair al-Humaydi, tukishamaliza kuangalia watu wa juu kuanzia tabaka namba 9, namba 8, namba 7 ambao hawa ndio katika elimu kutoka kwao, vile vile tunaangalia chini kuna nani. Tukiangalia tabaka namba 11, yani watu wa chini wadogo kuliko al-Humaydi ni kina Imam al-Bukhari na kina Imam Muslim. Tukiangalia watu wa chini tena tunamkuta Imam an-Nasa'i. Kwa hiyo bila shaka Bukhari, Muslim na waliokuwa chini kama kina an-Nasa'i na wengine waliokuwa chini zaidi, hao wote bila shaka ni wanafunzi wa nani? Ni wanafunzi wa al-Humaydi. Kwa hiyo sisi tunaeka kwamba sura hii ni sura ya kuonesha kuwa al-Humaydi walimu wake ni nani na wanafunzi wake ni wapi. Lakini kuna ladha moja nzuri sana katika kusoma watu wa hadithi tunaweza kuipata kupitia tabaka ya rawi. Ni kujua aliishi na akina nani mpaka yeye akawa ni imam alim, aliishi na akina nani. Tukimtizama Ahmad ibn Hanbali ni tabaka namba 10 ya huyu al-Humaydi, Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad, Ishaq ibn Rahawayhi au katika baadhi ya kauli Rahoya, na vile vile ni hao kina al-Humaydi ni tabaka ya mwanzo ya atba'u tabi'in. Tukimtizama Abu Bakr ibn Abi Shayba ndo hao. Tukiwatizama wengi katika maulama, basi tutakuta kwa al-Humaydi aliishi nao, ni katika tabaka yake. Sasa kuna kipengele nyeti katika fani ya elimu ya hadithi. Yeye al-Humaydi alikuwa ni katika maulama, alipewa uimamu? Hawa alioishi nao kina nani? Kina Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad, Ishaq ibn Rahawayhi, kina Imam Ahmad ibn Hanbali, kina Abu Bakr ibn Abi Shayba, maulama wakubwa wenye tasanifu vitabu. Je, hawa walithibitisha kwa rafiki yao, kwa mwenzao, kwa mtu ambaye yupo katika wakati wao ni alim? Tukiangalia katika upande huu, ndio maana inatulazimu sisi tusome vitabu vya historia kuona kauli za wanawazuoni, jinsi walivyopeana tazkia baina yao. Tuangalie kauli ya Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad, Ishaq ibn Rahoya. Ishaq ibn Rahawayhi anasema al-a'immatu fi zamanina, maulama katika wakati wetu. Yani kumbuka kuwa Ishaq ibn Rahawayhi na Abdullah ibn Zubair al-Humaydi waliishi wakati mmoja, wote ni tabaka ya mwanzo ya atba'u tabi'in, wote wako pamoja. Lakini anasema Ishaq ibn Rahoya asema al-a'immatu fi zamanina, maulama katika wakati wetu. Yani al-Humaydi yuko hai na hawa maulama kina Ahmad, kina Ishaq, kina nani na Abu Bakr ibn Abi Shayba, kina nani, wanafahamu kwa huyu mtu ni katika maulama. Akasema al-a'immatu fi zamanina, maulama katika wakati wetu. Akataja Shafi'i, wa kwanza ni Shafi'i, wal-Humaydi wa ibn al-Humaydi wa Abu Ubayd na Abu Ubayd. Yani mahallu shahid na al-Humaydi akatajwa katika aimma, maulama wakati ambao Ishaqa yuko hai, ni watu anaoishi nao, rika zao, wakati wao. Akamtaja kuthibitisha kuwa huyu ni katika maulama.
Kwa hiyo hichi ni kipengele, hata kama tutachukua kauli moja tu, Ishaq ni katika maulama wakubwa sana. Ishaq ni katika maulama wakubwa sana. Tukichukua tu kauli yake yatosha kuonesha kuwa Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair alikuwa ni katika maulama. Kipengele kingine hicho cha tabaka tujakimaliza, tutakielezea katika marwati wengine. Miongoni mwa faida zinazopatikana katika kuifahamu tabaka tutakuja kuelezea mbele, kuna mengine mengi, lakini hapa tunaendelea katika mambo ya msingi. Ni kufahamu huyu alim aliishi katika mji gani. Al-Humaydi aliishi katika mji wa Makka. Al-Humaydi aliishi katika mji wa Makka. Sisi kufahamu kuwa Al-Humaydi aliishi katika mji wa Makka, tunaingia katika vipengele vya kusoma marakizi, vituo vya kiilmu vya marwat katika miji yao. Kuna madrasa ya Madina, kuna madrasa ya Makka, kuna madrasa ya Basra, kuna madrasa ya Kufa, kuna madrasa ya Sham, kuna madrasa ya Misri, kuna madrasa ya Yaman. Madaris ziko nyingi. Kuna Wasit ambao ni mji katika Iraq, kuna Kufa mji katika Iraq, kuna Basra mji katika Iraq. Kwa hiyo kuna vituo vya kiilmu vilivyokuwa vikifahamika wakati huo. Sisi tukifahamu kuwa Al-Humaydi alikuwa Makka, Makka basi ni madrasa iliyoasisiwa na nani? Tunaangalia mpaka katika masahaba, kuta hawa ni watu ambao walikuwa katika mji wa Makka. Mfano katika masahaba kuna kina Abdullah ibn Abbas, na katika matabiina kuna kina Amr ibn Dinar, na katika atba'u at-tabi'in kuna kina Sufyan ibn Uyayna, na katika atba'u tabi'ina kuna nani? Abdullah ibn Zubair. Kwa hiyo hii ni madrasa ya watu wa Makka. Abdullah ibn Abbas, Amr ibn Dinar, Sufyan ibn Uyayna, Abdullah ibn Zubair, Al-Humaydi. Kwa hiyo sisi tunapofahamu hivi vituo vya kiilmu vya ahlul ilmi wal salaf, inatupelekea kufahamu kitu kingi sana, tutakuja kuelezea katika marwati wengine kama tulivyoelezea. Tunamalizia na tarehe alwafati, mwaka aliyekufa rawi. Kuna umuhimu mkubwa sana kufahamu. Hatujaelezea mwaka aliyozaliwa kwa sababu huyu ni kipengele ambacho hakijarekodiwa katika masuala ya historia. Wallahu a'lam kwa yeye kazaliwa mwaka gani, lakini mwaka aliyofariki mwaka 219 Hijiria. Mwaka 219 Hijiria ndio mwaka wa mwisho wa uwepo wa atba'u at-tabi'in. Yani matabiina mwaka wa mwisho ni mwaka 150, zingatia hilo. Na mwaka wa mwisho wa atba'u at-tabi'in ni mwaka 220, yani ni maximum iliyowekwa na maulama qisio. Kisha kuanzia hapo tena ukiona mtu yani maana yake kaingia huko mbali, na maana huyu anaingia katika level nyingine. Yani ukisikia atba'u tabiina hawazidi mwaka 220 kufariki, lakini waliokuwa ni katika atba'u tabiina wanaweza kuva ndani mwaka 200, 210, 200 na ngapi. Lakini kwa kuwaangalia wao pale walipochukua ilmu na mwaka waliozaliwa na watu walioishi nao, basi ndio mtu atafahamu kuwa huyu ni katika atba'u tabi'in, ambayo hayo ni mambo mapana zaidi katika kusoma ruwatu wa hadithi. Na sema aliyokufa ni katika mji wa Makka. Vile vile kufahamu huyu rawi kafa wapi kuna faida kubwa sana, tutaielezea insha Allah katika marwati ambayo wanafuata. Kwa hiyo hapa tutakuwa tumemaliza kwa rawi wa kwanza ambaye anaitwa Abdullah ibn Zubairi Al-Humaydi, na insha Allah tutaendelea katika sehemu ya pili kusoma rawi wa pili ambaye anasema Imam al-Bukhari قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير akasema قال يعني عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان. kwa hiyo huyu ambaye anaitwa Sufyan ndiye sisi tutakayeendelea naye. Ni Sufyani yupi, ni nani, na je kumfahamu Sufyani huyu kuna faida ipi? Itufiki Allah tabaraka wa taala katika sehemu ya pili ya kusoma ruwat katika sanadi ya Sahih al-Bukhari. Hadithi ya kwanza tutakuja kuendelea na mtu anaitwa Sufyan. والله تبارك وتعالى نسأله أن يهدينا وإياكم وأن يوفقنا فيما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.